Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, niko hapa na Cholo, shabiki wa Simba. Naenda kuzungumza naye mambo yaliyojitokeza kule Misri. Mnyama Simba akipigwa magoli 2-0 mbele ya wenyeji wao Al Masry. Bwana, poleni kwa matokeo. Sisi tushapoa. Sisi wakubwa kwenye matokeo kama tushakutana nayo sana. Kwa hiyo tumeangalia mpira, hatakuwa na bahati, timu yetu imepoteza goli 2 bila. Kwa hiyo tunajipanga kwa sababu mechi ijayo. Bwana, mmecheza mpira mkubwa sana Simba leo. Wachezaji wote wamejituma, lakini matokeo yamekuwa ya kikatili. Unajua kwenye mpira siku zote ya matokeo kama haya yanatokea ili madi mtu mwingine ajifunze. Na matokeo kama Simba alifanya kila kitu kwenye mpira. Sema bahati leo haikuwa kwake. Kwa hiyo mimi nilivyoiangalia mimi mechi, naona kabisa kwamba Simba anao uwezo wa kumfunga goli 3 kwenda juu Al Masry. Ila ni sisi wenyewe jinsi gani ya kuwa wakatili eneo la mwisho, kwa sababu tulifanya kila kitu, tulifika eneo la mwisho vizuri, tumecheza mpira mkubwa, lakini kwamba eneo letu la mwisho hatakuwa makatili, kwa sababu sisi tulikuwa tunajua muda wote tutapata goli. Mwisho wa mchezo wakaja katuongeza goli la pili. Kwa hiyo sio kitu kizuri, sio kitu kibaya wala sio kitu kizuri sana, lakini naiamini Simba kwamba wana uwezo wa kufanya vikubwa zaidi walilofanya Misri leo. Bwana, Elie Mpanzu unamwonaje Elie Mpanzu? Bisa wala fundi sana mshikaji. Jamaa anajua sana boli. Na kuongezeka kwake kwenye kosti ya Simba kumeongeza impact kubwa kwenye timu. Kwa sababu sisi leo ilikuwa kwamba ilikuwa mipira ya hatari yote inaanzia kwake. Kila kichukua mpira ni hatari, kwa sababu jamaa walikuwa wanaona kabisa tukipanda hapa tukimwacha huyu jamaa inakuwa balasa. Na ndio maana unaona hadi fullback wa upande ule ametoka, winga wa upande ule ametoka, kwa sababu ilikuwa hawana cha kufanya kumzuia Elie Mpanzu kibisawala. Lakini ndio hivyo, matokeo yako upande wetu leo. Tunaamini kila kitu na matokeo mechi ijayo matokeo yatakuwa upande wetu. Bwana, Simba mmecheza mashuti 7 langoni mwa Al Masry, ile lenga lango. Manake yangeingia, manake kingekuwa goli 7. Wao wamepiga shuti 2 tu kwenye lango lenu, lakini wao wamepata magoli 2, nyinyi hamjapata goli hata moja. Wengi wanalalamika, wanasema kwamba referee amewanyima penalti ambayo alifanyiwa madhambi Lionel Ateba. Bwana, jambo hili nalizungumziaje? Ni kweli, unajua kwenye kupiga mashuti Simba wamepiga, ila golikipa wao alikuwa yuko vizuri sana. Unajua kuna siku timu inakuwa ina siku bora kazini. Leo Al Masry walikuwa na siku bora sana kazini. Kwa sababu hawakucheza mpira mkubwa, lakini wamepata matokeo. Na hii kwenye mpira huwa inatokea. Na goli lao la pili ni goli mimi kila nikitazama, kwa ya kwanza ile ambao wao walichola mstari ile ilikuwa offside, ila mimi nilikuwa na wasiwasi na ile ya awamu ya pili, kwa baada ya mpira ulikuwa unapigwa cross kuingia ndani. Kwa hiyo inawezekana ile ilikuwa ni offside, lakini kwa sababu hatujacholewa tumeamua tu kuachana nayo. Kuhusu penalty, unajua mpira wa Afrika bado una kasumba moja, kwamba timu ngeni kupewa penalty inakuwa ngumu sana. Yaani timu ikiwa ngeni, hata sisi ingekuwa pale Benjamin William Mkapa, uende usikute penalty sehemu kama ile. Lakini kingine pia Simba wamepoa sana kwenye kuhamasisha referee, kwa sababu pale kuna VAR sasa hivi. Simba itakiwa wahamasishe, kwa sababu Lionel Ateba alishafanya kila kitu. Alichezewa foul kwenye boxi, akaanguka kunanilia, ni kusisitiza kwamba referee hii ni penalty. Lakini Simba walicheza mpira zaidi ya dakika 2 wakati Ateba yuko chini. Ilitakiwa pale wangelazimisha, yaani wamlazimishe muamuzi, wanaenda wanaforce kwamba kwa nini usikilize, kwa nini uangalie, lakini hakufanya hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku Shomari Kapombe akapata mpira akautoa nje, ndio referee anaenda, muda ulikuwa umeshaenda. Kwa hiyo referee akaona haina haja, ngoja nifanyeje. Na Simba walikuwa wanaamini hii mechi leo wanaweza kupata goli, kwa sababu tulikuwa tumeshaikamata mechi kwa 90%. Sisi tu wenyewe hatakuwa deadly kwenye eneo la mwisho. Kwa ndio hivyo leo mpira matokeo kwa upande wetu alikuwa kwa Al Masry, sisi tujipange na mechi ijayo. Bwana, kilichotokea leo Misri, alaumiwe nani? Hakuna kulaumiwa, kwa sababu magoli ambayo yamefungwa leo yani hakuna kulaumiwa, kwa sababu goli la kwanza unaona kabisa alipigwa shuti, mpira umedunda, golikipa alijaribu kudive lakini ameokosa, unamsifia tu mpigaji, amepiga vizuri, amefunga goli. Goli la pili unaona kabisa golikipa alienda, alifanya clear vizuri, lakini umemgonga forward, mpira umeingia golini, kwa sababu hata forward mwenyewe akusema sasa mimi hapa nafunga. Kwa hiyo ni kwamba hatuna kumlaumu, kwa sababu tulicheza mpira, jamaa walituacha vizuri, tukacheza mpira, walizuia, walipopata nafasi ya kushtukiza wakafunga. Kwa hiyo kulaumiwa hakuna. Cha msingi sisi ni kujipanga, kwa sababu nao uhakika Simba anaweza kumfunga Al Masry goli 3 kwenda mbele. Bwana, watani zenu Young Africans baada ya ushindi wao leo wanasema kwamba kipigo hiki ambacho ninyi Simba mmekipata Benjamin Mkapa hamtoboi. Wanawaita makalobo nyinyi Simba. Atutoboi kwa Al Masry ama kwao? Kwa Al Masry nyinyi hamtoboi. Unajua
mimi sina pressure na Simba Benjamin William Mkapa. Mimi kama shabiki wa Simba huwa nakuwa na pressure kidogo game za away. Kwa sababu Simba, yani kwenye game za away mtu kupata matokeo ni ngumu sana. Wewe unaona leo mtu ambaye kapata matokeo away sidhani kama yupo kwenye shirikisho. Jana mtu ambaye kapata matokeo away kwenye Champions League ni mmoja tu, Orlando Pirates na MC Alger. Yani kwamba kila mtu anashinda kwake hizo mechi. Kwa sisi tumeenda tumepoteza goli mbili, tunataka tujipange, tukija nyumbani kila mtu anacheza kwake, kila mtu atachanganyikiwa kwa wakati wake. Kwa hiyo swala la kusema sisi tumefungwa na wale hatutoboi, hayo ni maneno yao tu. Lakini mimi nishatoboa mechi game ngumu kuliko Al-Masry. Najua Al-Masry watakuja na mpango huu mmoja tu, na goli mbili mtaji utakuja kuzuia. Nitamfanya kitu kibaya sana. Wewe. Nitamfanya kitu kibaya mno. Ataenda kusimulia pale Al-Masry pale. Bwana, leo tumeona Elie Mpanzu Volcano mwenyewe mnamuita amefanya kila lililowezekana kuipatia Simba matokeo. Jani Chaza wao amecheza kwa ubora mkubwa. Yusuf Kagoma eneo la katikati amecheza kwa ubora mkubwa. Katika hiki ambacho kimejitokeza, lawama, furushi la lawama abebeshwe nani? Unajua lawama nikisema kwamba kuna mtu akubebeshwa lawama leo, mimi sijamuona, kwa sababu nasikia watu wanaanza kulalamika, sio refaria na nani, kocha amechelewa kufanya sabu, sio na nini. Unajua Simba leo wachezaji karibia wote walifanya vizuri katika maeneo yao. Ukiangalia eneo la goalkeeping, ukiangalia mabeki, full backs, center back, viungo wote, washambuliaji walifanya vizuri, walifanya kila kitu sahihi. Lakini hatukubahatika kupata goli. Umeona? Sasa ukisema kwamba bwana tumlaumu labda kocha kwa sababu amechelewa kufanya sabu, afanye sabu amtoe nani? Kwa sababu Lionel Ateba ambaye watu wengi walikuwa wanatamani atoke Ngedese Mkwala. Ni kweli sio kitu kibaya, lakini mimi kwangu nilikuwa namuona mwalimu kwa nini alimwacha Lionel Ateba. Alikuwa anajaribu kuwashusha zaidi wale Al-Masry wasipande juu, kwa sababu Lionel alikuwa anaweza kukaa na mabeki wawili mpaka watatu. Kwa hiyo wakawa wapande juu. Asipopanda juu mido zao haziwezi kusogea, nao wanashuka chini, na ndio maana wakawa wanapata wakati mgumu sana kwenda kutushambulia. Kwa hiyo alihofia kumuingiza Dese Mkwala kwa wakati huo ambao mashabiki walikuwa wanataka, kwa sababu Dese akai pale ndani. Angekuwa anataka kucheza kama ulivyokuwa unamuona alivyoingia alicheza. Kwa hiyo akifanya vile muda kwa bado unaruhusu, angewapa mabeki nafasi ya kusogea juu. Kwa akisogea mabeki, ujue na viungo wanasogea, wanawapa nafasi washambuliaji wao, kitu ambacho kingetusumbua sana. Benjamin Mkapa bwana, mtafanya nini? Kama kawaida, kwa sababu pale ni mimi naitaga Holo Stadium, uwanja wa kutisha. Mtaingiza mpaka mbuzi? No, unajua kwenye mambo haya sisi wale tuliwatisha kwa sababu wale si wanga. Wale tuliwatisha wale, tusiona wanavyopapatika hivi. Wale wachawi ndio tuliwatisha, umeona wamepapatika. Mwanangu miezi nini? Nakwambia kila siku mwandishi. Mchawi akipita kwako kisi, mchawi akipita chota mchanga, mtisha umechota unyayo. Ukiona na react tu umechota unyayo, ujue mchawi. Uchawi tatizo nini? Mimi nachota mchanga, unyayo unachotwa. Wao tumewatisha tu. Ila Al-Masry atakuja hapa, atakuja kukutana na joto la jiwe. Ule uwanja ndio uwanja ambao Simba huwa anafanya vitu ambavyo visivyowezekana vinawezekana. Kwa nini nyinyi wana Simba mnaamini Benjamin Mkapa ndio suluhu ya kuimaliza Al-Masry? Kwa sababu tumeshafanya hivyo mara nyingi sana. Lakini Al-Masry alipona pale kwenye mchezo leo cheza nayo zamani. Kama yalipona, tulitoka 2-2 kwake tukaenda kudraw. Leo amenifunga yeye 2 na uwezo kumfunga kwangu. Hizi mechi tunafungana. Mnafungana. Hizi mechi tunafungana na Al-Masry mimi simwachi, kwa sababu nilishafanya hivyo. Alikuja hapa ndugu yake Zamalek alipotea, akaja ndugu yake Al Ahly amepotea. Wanaokuja hapa kutoka Misri manake ni yeye pekee. Sasa ndo anataka kuja tena nione anaweza kuzuia mziki wa Simba Sports. Benjamin William hawezi kuzuia, na uhakika namfunga goli 3 kwenda mbele. Bwana, shukrani sana. Asante sana. Pole kwa matokeo. Asante sana. Pole kwa matokeo. Nashukuru sana. Matokeo sio mazuri, lazima nishukuru. Matokeo ya kikatili. Matokeo ya kikatili ndio mpira ulivyo. Nimeshakutana navyo hivi vitu kwenye mpira. Tumekomana na mambo kama haya. Mjipange kwa mechi ijayo. Asante sana. Sisi tumejipanga. Nammaliza